Kuna jamaa alizaliwa katika familia ya kifalme. Akasoma hadi Oxford, Uingereza. Huko akakutana na mtoto wa kizungu. Wakapendana kwa sababu binadamu wote ni sawa. Kijana akarudi nyumbani na mtoto wa kizungu kuendelea na ufalme aliorithi kutoka kwa baba yake. Wazee wakamaindi kuwaletea mzungu. Wakamwambia achague uongozi au mke. Kijana akachagua mke. Wazee wakamtimua. Kijana akaenda kuishi ukweni, wakafunga na ndoa ya kiserikali kabisa. Baadaye wazee wakamwonea huruma mwanao. Wakamuita arudi nyumbani. Kijana karudi nyumbani kama raia wa kawaida na mke wake begani. Akajiajiri kupitia kilimo na ufugaji. Huku akijishughulisha na harakati za ukombozi wa nchi yake. Mwaka 1966 wakajitwalia uhuru na yeye kuwa rais wa kwanza wa nchi hiyo. Mtoto wa kizungu akawa first lady katika nchi ya ugenini. Kijana akaijenga nchi hadi mwaka 1980. Alipokufa kwa saratani akiwa na umri wa miaka 59. Kijana huyo ni rais wa kwanza wa Botswana, Sir Seretse Khama. Wahenga wakayakubali yale maneno ya Lucky Dube kwamba si kila mzungu ni adui yako na wala si kila Mwafrika ni ndugu yako. Wewe umejifunza nini hapo katika ulimwengu wa mapenzi? Utajua mwenyewe. Huyu Sir Seretse Goisibeng Mafiri Khama alizaliwa Julai mosi mwaka 1921 na kufariki Julai 13 mwaka 1980 baada ya kumaliza kazi ya kuwaonyesha wazungu kwamba mtu mweusi sio mnyama wa pori kama walivyofikiria. Ndo maana akajitwalia mtoto wao wa kizungu. Wakaoana na kupata watoto wenye akili tu. Hadi mmoja kufikia ngazi ya kuongoza nchi kwa ngazi ya urais. Ni Ian Khama. Sir Khama alikuwa Mwafrika wa 7 kufunga ndoa na mzungu kipindi kile cha ubaguzi wa rangi. Ndoa ya kwanza ilifungwa mwaka 1884. Ya pili ilikuwa kati ya Samueli Coleridge Taylor na Jesse Walimisli mwaka 1899. Ndoa ya tatu ilikuwa mwaka 1911. Kati ya Jack Johnson na Etta Terry Durea. Ya 4 ilikuwa kati ya Loisa na Loisi George Gregory. Nyingine katafute mwenyewe bwana, tusichoshane. Basi bwana, Khama alizaliwa katika familia ya kifalme. Baba yake Chief Sekgoma Khama wa pili na mama yake Queen Tebogo walitawala ufalme wa kabila la Bamangwato katika nchi iliyoitwa Bechuanaland, yani Botswana ya leo. Khama akiwa na umri wa miaka 4 alipewa uchifu baada ya baba yake kufariki ile mwaka 1925. Kwa sababu Khama alikuwa bado mtoto. Basi baba yake mdogo Tshisekedi Khama alimsaidia wakisubiri dogo akue. Safari yake ya kukutana na mtoto wa kizungu ilianza siku ile amejiunga na Tiger Kloof Educational Institute pale Afrika Kusini. Na baadaye kujiunga na chuo kikuu cha Fort Hare University College na kuhitimu degree ya kwanza mwaka 1944. Alijiunga na Balliol College, chuo kikuu kishiriki cha Oxford, akapiga mwaka mmoja na kwenda kusomea sheria. Kipindi yuko katika shule ya sheria, rafiki yake wa kike alimtambulisha Khama kwa mdogo wake Ruth walipokutana club. Ilikuwa ni mwaka 1947. Ruth na Khama wote walikuwa walevi wa muziki wa jazz. Kwa kuwa ndege wenye mbawa zinazofanana huruka pamoja. Khama na Ruth wakaruka pamoja hadi kwenye dunia ya mapenzi. Wapenda nao wakatangaza kuoana kwa sababu binadamu wote ni ndugu na dunia ni moja. Ukitaka kuamini binadamu wote ni ndugu, hebu jiulize, hata wewe huyo mpenzi wako mlikutana wapi hadi mkapeana namba pasi na shaka? Pengine ulimpata baada ya kukupigia simu kwa makosa. A wrong number ikawa right wife. Lakini pia yawezekana mlikutana bar, klabu, shuleni, gerezani, hospitali, kwenye basi, msibani, na leo kaamua kumpa moyo wako bila hofu wala machale.
Hukuwaza hili jamaa kweli halitakuwa usiku. Pengine ni kutokana na msingi huo Nyerere akaifanya hii kuwa moja ya kanuni 10 za mwanatano, yaani binadamu wote ni ndugu na Afrika ni moja. Ingawa bado tumeng'ang'ania mipaka ya wazungu iliyowekwa ili kutuvurugia usemi. Tunaitana wahamiaji haramu. Penzi likakolea hadi kutangaza ndoa. Kilichomsukuma kama kuambatana na mtoto wa kizungu ni ubaguzi wa rangi uliokithiri wakati wanakuwa. Mtu mweusi mbele ya mzungu alionekana kama mnyama wa pori. Anasema aliwahi kupelekwa hospitali na mama yake kung'olewa jino, lililokuwa linamtesa, lakini daktari wa kizungu akasema hawezi kutibu mnyama. Hilo lilimuuma sana siku zote za makuzi yake na kuwapa kuhakikisha linakuisha. Vijana wa zamani walipinga ubaguzi wa rangi kwa vitendo. Nakumbuka hata Kwame Nkrumah aliwahi kuoa mtoto wa Kiarabu kutoka Misri ili kuiunganisha Afrika kwa damu na nyama. Halafu alioa mke asiyemjua. Bora hata kama yeye walikutana disco. Mwaka 1948 wakafunga ndoa pamoja na upinzani walioupata. Walifunga ndoa ya serikali. Askofu waliogopa kufunga ndoa hiyo bila kibali cha serikali. Waziri mkuu wa Afrika Kusini wa wakati huo Daniel Malani akasema ndoa hiyo inatia kichefuchefu. Nyerere yeye akasema hii ni hadithi kubwa ya mapenzi kuwahi kutokea duniani. Nyerere alichukia sana ubaguzi. Alisema hata kama wewe ni mweusi ukawa mbaguzi, wewe ni kaburu tu. Dada yake Ruth akasema hii ni ndoa iliyoshinda chuki. Kuna filamu inaitwa A Marriage of Inconvenience. Itafute, imeelezea kisa chote na ndoa yao. Baba yake mdogo aliposikia kijana ameoa, alimuita arudi nyumbani haraka sana kufuta hiyo ndoa kisheria. Kama akabeba mke wake hao mpaka Botswana. Huko wakafikia kwenye vikao vya kijamii kuhusu kosa lilotenda. Baada ya vikao vya muda mrefu walikubaliana kumpa uchifu wake kwa kuachana na mke wa kizungu. Kama alikataa katakata. Ikabidi arudi Uingereza kumalizia masomo yake na akabaki akiishi uhamishoni, maana serikali ya Afrika Kusini ilimpiga marufuku kuonekana nchini. Mwaka 1956 wazee wake walimuelewa. Wakamuita mtoto wao arudi nyumbani. Kama akarudi nyumbani Botswana kama raia wa kawaida. Akaingia kwenye shughuli za kilimo na ufugaji akiwa na mke wake Ruth na watoto wao. Jacqueline alizaliwa Botswana mwaka 1950 mara tu baada ya Kama kukimbilia zake Uingereza. Ian alizaliwa mwaka 1953 huko Uingereza. Na mapacha Anthony na Shisekedi walizaliwa nchini Botswana mwaka 1958. Anton alipewa jina la Anton Wedgwoodben aliyewasaidia kutoka uhamishoni na kurudi nyumbani. Mwaka 1961 Kama alianzisha chama cha Bechuanaland Democratic Party BDP kupigania uhuru, na mwaka 1966 walipewa uhuru na Mwingereza. Kama akawa rais wa nchi nzima na sio kabila tu. Ndugu zake wa Afrika walimnyima ufalme wa kabila lake. Wazungu wakampa mke na nchi. Wakati mwingine Mungu ana makusudi yake ise. Pengine angekubali kuachana na mke wake na kupewa ufalme. Uraisi angeusikia kwenye magazeti pengine. Malkia wa Uingereza akamtangaza kama miongoni mwa watu wenye kuheshimiwa katika serikali ya Uingereza. Akapewa na cheo cha saa. Tanzania kulikuwa na saa moja tu. Aliitwa Sir George Kahama wa Karagwe. Saa Kama akaijenga nchi yake katika misingi ya amani, umoja na mshikamano. Hadi leo Botswana ni nchi yenye mfano wa kuigwa Afrika na duniani kote. Kiuchumi ni ya 5 kwa Afrika nzima. Mpaka mwaka 2015 walikuwa na akiba katika benki ya dunia dola trilioni 20. Kwa hiyo wameshatoka kwenye kundi za nchi tegemezi mpaka kwa nchi inayojitegemea. Aliweka mazingira mazuri kuhakikisha wananchi wote wananufaika na keki ya taifa. Nchi hiyo inayoingia Tanzania mara 2 kwa ukubwa.
ina watu milioni 2.3 tu. Na wakati Dar es Salaam peke yake na watu milioni 6.7. Unaambiwa idadi ya ng'ombe Botswana ni kubwa kuliko idadi ya watu. Halafu nchi nzima ni almasi kama Shinyanga. Kimsingi uoto wa asili wa Botswana ni kama Shinyanga tu. Hata watu wa kule wanafanana. Wanawake wa kule ni visu hatari, kama wanawake wa Kisukuma tu pale Shinyanga. Lakini kwa upande wa demokrasia nchi hiyo iko mbali sana. Mapambano ya ukombozi wa Afrika yalifanywa na viongozi kadhaa akiwemo Mwalimu Nyerere, Dr. Kenneth Kaunda wa Zambia, na Selese Kama wa Botswana, ambao ndio waanzilishi wa nchi za mstari wa mbele, yani Frontline States, FLS. Miaka 28 baada ya kifo chake, mwanae Ian Kama alichaguliwa kuwa rais wa 4 wa nchi hiyo katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2008. Na mwanae mwingine Tshisekedi Kama alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Serowe. Mwanae Ian alikuwa rais chekibobu kweli. Amekuwa rais wa nchi kwa miaka 10 bila kuoa. Botswana ikavunja rekodi ya kuwa nchi isiyokuwa na first lady duniani. Anasema ndoa ingemuharibia malengo yake. Kuna jamaa alizaliwa katika familia ya kifalme. Akasoma hadi Oxford Uingereza. Huko akakutana na mtoto wa kizungu. Wakapendana kwa sababu binadamu wote ni sawa. Kijana akarudi nyumbani na mtoto wa kizungu kuendelea na ufalme aliorithi kutoka kwa baba yake. Wazee wakamaindi kuwaletea mzungu. Wakamwambia achague uongozi au mke. Kijana akachagua mke. Wazee wakamtimua. Kijana akaenda kuishi ukweni, wakafunga na ndoa ya kiserikali kabisa. Baadaye wazee wakamwonea huruma mwanao. Wakamuita arudi nyumbani. Kijana karudi nyumbani kama raia wa kawaida na mke wake begani. Akajiajiri kupitia kilimo na ufugaji. Huku akijishughulisha na harakati za ukombozi wa nchi yake. Mwaka 1966 wakajitwalia uhuru na yeye kuwa rais wa kwanza wa nchi hiyo. Mtoto wa kizungu akawa first lady katika nchi ya ugenini. Kijana akaijenga nchi hadi mwaka 1980. Alipokufa kwa saratani akiwa na umri wa miaka 59. Kijana huyo ni rais wa kwanza wa Botswana.